Nchi ya Irani imepinga vikali pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano, ikilielezea kuwa la upendeleo na lisilozingatia haki, huku Rais wa Marekani Donald Trump akiongeza shinikizo kwa kuitaka Tehran kukubali makubaliano haraka. Kwa mjibu wa afisa mwandamizi wa Irani, mpango huo uliwasilishwa Tehran kupitia Pakistani na kuchambuliwa kwa kina na viongozi wa juu pamoja na mwakilishi wa kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Hata hivyo, Irani inadai kuwa pendekezo hilo halikidhi vigezo muhimu vya kufanikisha amani na linaegamia zaidi maslahi ya Marekani na Israel. Licha ya msimamo huo mkali, Irani imeeleza kuwa njia ya diplomasia bado iko wazi, ingawa kwa sasa hakuna mpango unaoonekana kuwa na uhalisia wa kuanzisha mazungumzo ya amani. Kwa upande wake, Trump aliwasifu wa Irani kama wajadiliani hodari, lakini akaonyesha mashaka kuhusu uwezekano wa kufikia makubaliano nao ili kumaliza vita vinavyoendelea. Katika wiki za hivi karibuni, Irani imehusishwa na mashambulizi dhidi ya Israeli, vituo vya Marekani pamoja na baadhi ya nchi za Ghuba, huku pia ikizuia kwa kiasi kikubwa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa Hormuz. Hali hiyo imeongeza mvutano wa kikanda tangu mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani mwishoni mwa Februari. Akizungumza katika ikulu ya White House, Trump alisema Irani ina nafasi ya kubadili mwelekeo kwa kuachana kabisa na mpango wake wa nyuklia. Hata hivyo, alionya kuwa hatua kali zaidi zitachukuliwa iwapo Irani haitakubali masharti ya Marekani. Wakati huo huo, bei ya mafuta duniani imepanda hadi dola 105 kwa pipa, huku masoko ya hisa yakishuka kutokana na wasiwasi unaoongezeka kuhusu uwezekano mdogo wa kusitishwa kwa mapigano. Sekta mbalimbali za uchumi wa dunia ikiwemo teknolojia, biashara na utalii zinaendelea kuathiriwa na hali hiyo. Je, mtazamo wako ni upi hapo chini? Sema comment kulingana na hiki ambacho kinaendelea huko Mashariki ya Kati. Ndio hapo chini utakometisha sana. Mr. Baro, that's my name.